Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba, na leo tunamshukuru Mungu. Ni Jumatatu njema, Jumatatu iliyofanywa na Bwana kwa ajili ya kujiweka wakfu kwa ajili ya wiki nzima katika baraka zote zilizoamriwa katika wiki hii. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mfungo uliopita wa wiki iliyopita, na leo tumeanza wiki nyingine, wiki ya baraka, wiki ya neema. Tunapoenda kujiweka wakfu kwa Bwana ili tuweze kubarikiwa, tunajiweka wakfu ili tuweze kuziteka baraka zilizoamriwa katika kila siku katika wiki nzima. Zipo baraka ambazo Bwana ameziamuru, lakini lazima tujiweke wakfu kwa Bwana. Na ndio maana Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli wajiweke wakfu kwangu mimi ili nipate kuwabariki leo. Kwa nini amesema zipo baraka za leo? Kila siku ina baraka zake ambazo Mungu ameziamuru ziwaendee watu wake. Baraka ya leo haiwezi ikaenda kesho mpaka umeondoka nayo leo. Baraka ya kesho inakuwa ya kesho, baraka ya leo inakuwa ya leo. Maana yake nini? Kila baraka imeamriwa katika siku husika. Na ndio maana maandiko yanaeleza jinsi Yesu alivyowafundisha mitume kuomba, akasema utupe leo riziki ya kila siku, kwamba kila siku ipo riziki yake, ambayo unapojiweka wakfu kwa Bwana unazidaka riziki za kila siku, unazichukua baraka za kila siku. Kwa hiyo tunaenda kujiweka wakfu kwa ajili ya kubeba baraka katika ulimwengu wa roho. Biblia inaeleza kwa habari ya vitu vyote kuanzia rohoni. Mafanikio ya rohoni ndio mafanikio ya mwilini. Kwa mpenzi Gayo, Biblia inasema katika kitabu cha waraka wa Yohana, ninakusihi ufanikiwe na kuwa na afya yako kama roho yako ifanikiwavyo. Kwa ni lazima uelewe mafanikio ya mtu yanaanzia rohoni. Kwa tunapoenda kujiweka wakfu kwa Bwana, tunaenda kuyabeba yale mafanikio Mungu aliyokusudia kwetu. Tunaenda kuyachukua ama kuziteka baraka ambazo Mungu ameziachilia kwetu. Ni kusudi la Mungu kuwabariki watu wake, lakini ni kanuni ya Mungu kuwaambia watu wake wajiweke wakfu. Lakini pia tunaona tunapojiweka wakfu, lugha ya kujiweka wakfu ni kutengwa. Kujiweka wakfu ni kilichotengwa na Bwana. Kilichotengwa na Bwana, maana ya wakfu. Na ndio maana kuta kuna mikate iliwekwa wakfu kwa ajili ya nyumba ya Bwana, imetengwa na Bwana. Na unakuta ikitengwa na Bwana, mtazamo wake, umbile lake katika roho vinabadilika. Na ndio maana huwa tunaiweka wakfu mikate ambayo tunaenda kuishiriki kama meza ya Bwana, na kinywaji chochote kinachoenda kutengeneza, alafu tunaenda kukiweka wakfu kwa Bwana, tunakibariki, ghafla kinabadilika. Kikishawekwa wakfu kinakuwa damu ya Yesu na mwili wa Kristo. Alafu tunaenda tunashiriki. Unakuta mkate ule ule mara ya kwanza ulikuwa unaula kawaida, ukishaweka wakfu tu, unapoanza kula kama mwili wa Kristo, huwa unaona nguvu za giza zinaanza kulipuka, zinaanza kupiga kelele. Mkate ni ule ule. Kwa nini mkate ule kabla hujawekwa wakfu mapepo yalikuwa hayaoni shida? Baada ya kuwekwa wakfu, mapepo yanaona kwamba ni mwili wa Kristo. Ijapo katika umbo la nje unaonekana ni mkate, lakini nguvu za giza zikiangalia zinaona huu sio mkate tena, ni mwili wa Kristo. Hauwezi kulika kirahisi. Na ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa roho. Tunapojiweka wakfu, kabla ya kujiweka wakfu tunaonekana wa kawaida katika ulimwengu wa roho. Tunapojiweka wakfu tu, tayari shetani anaona huyu mtu hawezi kuingilika, huyu mtu hawezi kulogeka, huyu mtu hawezi kuangamia, kwa ajili ya kuwekwa wakfu kwa Bwana. Bwana kaniambia jiwekeni wakfu kwa wiki nzima. Kwa siku ya jana Jumapili tulipomaliza, tunapoanza Jumatatu, Mungu anatarajia to renew contract kwa kujiweka wakfu upya. Tunaanzisha upya, tunatengwa upya kwa ajili ya baraka na ulinzi kwa Bwana. Kwa hiyo tunapojiweka wakfu, automatically shetani anaanza kuogopa, hawezi kutugusa tena. Ila katika muonekano wa nje tunaonekana tu kawaida.
Na ndio maana katika ulimwengu wa nje tuko tu kawaida hivi, lakini katika ulimwengu wa roho, make shetani anaoperate katika ulimwengu wa roho, Mungu anaoperate katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho, shetani akikuangalia anasema huyu amewekwa wakfu na Bwana. Kwa hiyo hata ategeshe ajali haziwezi kukuta, hata alete magonjwa ya uvamizi hawezi kukuta. Kuna mauti ambayo adui wanayapanga hawezi kukuta. Siku moja nilikuwa naongea na mchawi mmoja ambaye ameokoka, ameachana na uchawi, sasa anatoa siri zao. Anasema hivi, yani hakuna watu wanaogopeka katika ulimwengu wa roho kama watu ambao wana maagano na Mungu wao. Na moja ya agano ambalo Mungu ambalo huyu mchawi analielezea ni namna ambavyo watu wanaweza kujiweka wakfu kwa Bwana. Vile anavyoeleza anaonyesha kabisa ya kwamba kuna watu ambao alama zao zisipoonekana, wale wachawi wako huru kufanya chochote. Yani wakiangalia, alafu bahati nzuri sana tunapojiweka wakfu kwa Bwana, hiyo alama katika ulimwengu wa roho ya kutengwa ni kama vile ambavyo mtu anamwambia hiki cha nani, cha mtu fulani usiguse. Ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa roho, kwamba tunapotengwa hata mapepo yanajua kabisa huyu mtoto ni wa mtu fulani, msimguse. Huyu ni ndugu wa mtu fulani, msiguse. Yani inajulikana kwa uwazi kabisa ya kwamba huyu ni mtu fulani, kwa hiyo hawezi kuguswa. Ni mtu fulani, hawezi kuguswa, ni wa mtu fulani. Hii mali ni ya mtu fulani aliyejiweka wakfu. Na kama hujajiweka wakfu, na maisha wako free kufanya jambo lolote, wako free kufanya jambo lolote. Na ndio maana hapa karibuni kumekuwa kuna matukio mengi ambayo Mungu amekuwa akijidhihirisha moja kwa moja. Watu wamekuwa kishuhudia kwamba ajali hii nimekosokoswa, Mungu akaniambia kwa sababu nimejiweka wakfu. Watu wengi wamekuwa kitoa shuhuda za namna hiyo. Hata wiki 2 zilizopita pale HVC pale kanisani kwetu, mtu mmoja akawa anatoa ushuhuda alivyokwepa kosokoswa na ajali mbaya. Halafu watu wote wakabaki baada ya kushangaa ile guta lililoanguka, watu wanamshangaa yeye, umepona ponaje? Halafu akasema alitembea hatua 2, Bwana akamwambia ni kwa sababu umejiweka wakfu kwangu. Kwa hiyo ndio maana umepona na hii ajali, ilikuwa takiwa ufe. Na baada ya hapo akashuhudia, na nadhani nilishawahi sema hiyo, akashuhudia kwamba nilikuwa nimeweka ibada wakati ulioamriwa, nikawa ninaomba sana kinyume na roho za ukilema, kulema. Afu akaambia ni kwa sababu pia umesikiliza ile ibada ya wakati ulioamriwa, la sivyo leo ungekuwa kilema. Na mke wake tena usiku aliota kwamba nimeona kama umepata ulemavu. Kwa kuna matukio ambayo shetani anakuwa anapambana na sisi, lakini kuna namna fulani tunambana shetani, hawezi kupumua kuleta uharibifu kwetu. Na moja ya kumbana shetani ni kujiweka wakfu kwa Bwana, ni kujikabidhi kwa Bwana, ni kutengwa. Mimi na watu wangu, wewe na watoto wako, wote tutengwe katika jina la Yesu. Tutengwe tukawe salama, adui asituone. Ajali zinazotengenezwa ni nyingi. Huyu mtu ambaye nilikuwa nikiongea naye, moja ya kitu ambacho alisema kwa upande wao, akasema hivi, wao huwa wanatengeneza ratiba ya wiki. Nikashangaa sana, wanatengeneza ratiba ya wiki. Nikamwambia mnatengenezaje? Akasema tunatengeneza kwa wale watu ambao tunafahamiana nao, ambao wako kwenye vikundi vyao, kwamba ratiba ya wiki juu ya wale watu wanaowazunguka. Je, waweke mauti, waweke hofu, waweke magonjwa, waweke ajali. Kwa wanatengeneza na wao ratiba za wiki. Nikashangaa sana. Nikasema huwa mnazitengeneza lini? Anasema usiku wa kuamkia Jumatatu huwa tunatengeneza ratiba za wiki. Kwa hiyo huwa tunagawana kabisa kwamba wewe utaenda kumwangamiza huyu, wewe utaenda kumwangamiza huyu. Alafu akasema hivi, kuna zile ratiba za jumla kwamba okay, wiki tunasababisha ajali sehemu fulani, tunasababisha mauti sehemu fulani. Wanapanga na wao ratiba. Sasa nikauliza, kwa hiyo maisha hizi ratiba zinafanikiwa kwa kila mtu? Akasema kuna wengine zinafanikiwa, kuna wengine hazifanikiwi. Nikamwambia je, kila aliyeokoka? Akasema sio kila aliyeokoka, kuna wengine hata waliokoka tunafanikiwa. Yategemeana wamejidhatiti kwa namna gani.
Sasa kujidhatiti kwa namna gani? Moja kwa moja maandiko yanapoeleza kwa habari ya kujiweka wakfu ni kutengwa. Hasa kutengwa ndio kujidhatiti kwenyewe, ndio kujidhatiti kwenyewe. Kwa hiyo tunaelewa kabisa ya kwamba tunapojiweka wakfu kwa Mungu wetu ni jambo la rohoni, alafu liko deep sana, sio watu wote wanaweza wakalielewa. Wewe ambao umepata ufunuo kujua hili, Bwana aendelee kukusaidia, kwa sababu yapo matukio mengi ya nguvu za giza ambayo adui ameyaweka ili kwa ajili ya kuwaharibu watu, lakini tunamshinda shetani kwa maarifa ya rohoni. Tunamshinda shetani kwa maarifa ya rohoni, kuzijua hila za shetani na mbinu za ufalme. Kwa tunapoenda kujiweka wakfu wakati huu kwa ajili ya wiki hii, baraka zote za wiki ambazo Mungu ameziamuru juu yetu zitaenda kutujilia. Fedha kutoka mataifa ya nje, kutoka mataifa lako, fedha kutoka pande zote za dunia zinaanza kukujilia. Watu waliozibeba baraka tunaenda kuombea na wao pia wakainuliwe kwa ushindi kukujilia. Amani kutoka pande zote, Bwana akairuhusu amani ya moyo wako. Ulinzi kutoka pande zote, kwa baraka za kila aina zikawe juu yetu, tukatembee katika neema. Nataka twende tujiweke wakfu kwa Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, tunakushukuru sana kwa neema mpya uliyoiachilia ndani ya wiki hii. Bwana, asante kwa ajili ya mafuta unayoyaachilia kwa ajili ya wiki hii ili tupate kubarikiwa. Ninakushukuru kwa ajili ya package ya baraka ulizoziamuru ndani ya wiki hii ili Mungu tuanze kuziteka hizo baraka. Nami nakushukuru sana Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, ninakushukuru kwa ile nguvu uliyoachilia kwetu. Asante kwa mafuta uliyoachilia ya ufahamu, ambapo tumeweza kuzijua siri za ufalme kwa habari ya kujiweka wakfu kwako, Mungu wa kweli. Tunajiweka wakfu Bwana, kama vile ambavyo watu wengine wanajiweka wakfu kwa miungu yao migeni, wanajiweka wakfu kwenye vilinge vyao vya uchawi. Sisi tumekuchagua wewe, Mungu wa kweli, kama vile maandiko yanenavyo, wakati wengine wanataja magari, wengine wanataja farasi, mimi na watu wangu tunalitaja jina lako, Mungu wa kweli, kwa ajili ya kujiweka wakfu mbele ya uso wako. Kwako kuna usalama, kwako kuna furaha, kwako kuna amani, kwako kuna ushindi. Mungu aliye hai, tunakushukuru kwa ajili ya usalama na ushindi ambao Roho Bwana unauachilia kwetu katika jina la Yesu. Baba, ninakuja mbele zako, ninakushukuru sana. Ile neema izidio sana ikawe juu yetu katika jina la Yesu. Kile kibali kinachozidi kikawe juu yetu katika jina la Yesu. Wiki hii ikawe ni wiki ya neema, wiki ya baraka, wiki ya ushindi katika jina la Yesu. Tukitengwa na giza lote na ajali zote na magonjwa yote, spiritual attacks, roho za uvamizi katika roho, tunazifuta katika ulimwengu wa roho. Tunajiweka wakfu kwako, Mungu wa kweli. Tunajiweka wakfu katika baraka zilizoamriwa kila dakika, kila sekunde, kila siku. Baraka zilizoamriwa kila sekunde tunajiambatanisha nazo. Baraka za kila dakika tunajiambatanisha nazo. Baraka za kila siku tunajiambatanisha nazo. Hatimaye baraka za wiki nzima tunajiambatanisha nazo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, asante kwa ile neema unayoachilia kwetu. Tunakushukuru mfalme wa amani. Mungu aliye hai, tunajiweka wakfu mimi na watu wangu, tukatengwe na uharibifu wote wa Lucifer na malaika zake. Tukatengwe na uharibifu wote wa maagenti wa kichao wa Lucifer, kwa maana ya wachawi na waganga na kila ila za uharibifu. Tutengwe na watu wote wabaya ambao wanatumika na nguvu za giza. Tutengwe nao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, Baba, tunaziomba baraka zako katika pande zote nne, mashariki na magharibi, kaskazini na kusini, zitujilie. Mungu aliye hai, baraka kutoka ndani ya mipaka yetu ya nchi na baraka kutoka nje ya mipaka ya nchi yetu. Mungu aliye hai, tunaomba baraka zako, utajiri wako, furaha yako, amani yako vitufunike na kutuvishwa kama vazi, tukavishwe kama vazi. Wiki nzima hii ikawe ni wiki ya kuinuliwa juu, ikawe ni wiki ya neema, ikawe ni wiki ya ushindi. Tuongozwe na wewe Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, Baba, asante kwa mafuta yako.
Asante kwa nguvu zako, asante kwa kibali chako. Sifa na heshima vyote ni vya kwako wewe, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Baba, nakushukuru kwa ajili ya neema hiyo ambayo Mungu aliye hai umetupa uwezo wa kujiweka wakfu kwako. Mungu aliye hai, tukawekwe wakfu, mimi na watu wangu, watu wako na vitu vyao, watoto wao, mali zao na vyote vinavyowazunguka. Mungu aliye hai, asante kwa maana kila baraka ulizoziamuru ndani ya wiki hii zitatujilia na kutukuta. Mungu aliye hai, tunawabariki wote waliozibeba baraka za wiki hii. Tunawatangazia baraka wao waliozibeba hizo baraka wakatujilie. Mungu aliye hai, hakutakuwa na vikwazo vyovyote ambavyo Mungu aliye hai adui angeweza kuviweka. Hatafanikiwa kuweka vikwazo vyovyote. Baba, asante kwa maana hakutakuwa na kuzuiliwa kwa baraka zozote ndani ya wiki hii kutujilia. Hata yale yaliyoshindikana ndani ya wiki iliyopita, Roho Bwana, wiki hii yakawezekane kwa jina la Yesu. Baba, nalibariki na kuliinua jina lako. Sifa na heshima ni vyako. Tunajiweka wakfu sasa katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi kabla haujaenda kutoa sadaka, nataka uelewe hiki. Kati ya sadaka ambayo huwa inapigwa vita ni sadaka ya kujiweka wakfu kwa Bwana. Ni sadaka ambayo imebeba agano ndani, inabeba makubaliano. Kwa hiyo shetani ni mtu ni roho itendayo kazi inayojua maarifa ya rohoni. Kwa hiyo anaweza akakuacha ukasikiliza ibada, halafu baada ya hapo akakudanganya usitoe sadaka. Lakini anaweza akakuruhusu utoe sadaka, lakini ukatoa sadaka iliyo dhaifu mbele za Mungu. Kumbuka, sio kila sadaka huwa inakubalika mbele za Mungu. Na ukitaka kujua hilo, angalia sadaka ya Habili na sadaka ya Kain. Kwa hiyo anaweza kukudanganya ukajikuta umejihudhurisha na sadaka, lakini sadaka yako ikawa kwenye kundi la Kain, kwamba ni sadaka iliyotoka kwenye mabaki. Ni sadaka ambayo hata wewe mwenyewe unaidharau. Ni sadaka ambayo hata wewe mwenyewe mtu akikupa zawadi hutaiona kama ni ya maana. Yani ni sadaka ambayo haifanani na uwezo wako wa kumtolea Bwana. Kwa sababu sadaka sio shilingi ngapi. Sadaka ni unatoa nini na wewe una uwezo gani. Mfano, naweza nikatoa sadaka ambayo inampendeza Mungu, lakini katika fedha, kwa amount, ikawa ni hela ndogo sana. Mtu anaweza akatoa shilingi 1000, ndio alionayo hiyo yote. Ni sawa na yule mama aliyotoa senti 2, ndio ilionekana sadaka bora. Waliotoa masalia mengi walionekana wametoa sadaka dhaifu. Lakini pia kutoa sadaka ya mazoea, kwamba kuna mtu ameshajiwekea kwamba mimi kila Jumatatu nitakapojiwekea wakfu nitatoa kiasi fulani, ni hatari sana. Kwa maana gani? Mungu ameziweka baraka mpya kwako kila siku. Anataka kukupeleka viwango vipya, lakini kama sadaka yako haitaenda viwango vipya, unamaanisha wewe mwenyewe unapinga viwango vipya. Kwa sababu Mungu anataka ku-upgrade, anakupeleka kwenye viwango vipya. Na ndio maana Mungu alivyotaka kupeleka kiwango kipya, hata kibiblia alidai sadaka ya kiwango kipya. Kwa hiyo ni lazima uepukane na sadaka ya mazoea, kwamba nimezoea kutoa kiasi fulani. Ebu peleka viwango vipya, peleka viwango vipya vya sadaka yako, peleka viwango vipya vya sadaka. Kimbia sana sadaka ya mazoea. Sadaka mazoea ni mtego. Sadaka mazoea ni mtego wa adui ambao unaweza kumfanya mtu asitembee kwenye baraka. Mungu wangu akubariki sana. Basi utaachilia sadaka yako sasa ya kujiweka wakfu kwa Bwana kwenye ile lipa namba M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.